wanaufahamu. Leo tuna leo tunajifunza kitu kipya, au sio kitu kipya. Hapa anasema tujifunze kitu kipya, maana kila kitu kinakuwa kimehifadhiwa kwenye kumbukumbu yako ya kuzaliwa. Maana wewe haujaja tu duniani, upo ulipotoka, na ulipotoka vipo vitu ambavyo umetoka navyo. Kwa mfano akikudumbukiza kwenye shimo la choo mara moja wakakutoa pale, unatoka na harufu eti. Hata wewe mwenyewe ulikotoka huko kuna vitu umekuja navyo ambavyo ndio vinakuongoza, ambavyo ndivyo vinavyokutambulisha. Sasa leo nianze na kauli moja, au nianze na namna moja. Hapa nimeipata, hapa nilikuwa nimeandika, tusome kwa pamoja. Tusome kwa pamoja. Tunasema kwamba maisha, au unasema kwamba maisha ni kama redio. Maisha ni kama redio, na ulimwengu huwa haukupi kile unachokuwa unataka kwa maneno, bali unaitikia station unayoitega ndani ya moyo wako kupitia hisia na fikra. Ukitega station ya malalamiko utasikia nyimbo za huzuni, lakini ukijifunza kuinua mtetemo wako, yani kuwa kwenye high frequency, ulimwengu unaanza kukuandalia mambo ya furaha na mafanikio. Ni vitu ambavyo huwa nimevieleza mara kwa mara. Habari ya frequency utavisikia hapa na sehemu nyingine. Lakini kitu kingine tunaweza tukaangalia mfano wa mbegu, kwamba kila wazo unalofikiri ni mbegu kamili. Tunaweza tukasema ni sawa na mbegu ya alizeti. Mbegu ikiwa na uwiano wake sahihi, inakuwa na uwezo wa kuota na kuwa mti mkubwa. Lakini ukiimegua au kuivunja ile mbegu, haiwezi kuota kabisa. Hivyo ndivyo mipango yako ilivyo. Ukiipanga kwa uwiano wa uumbaji, mipango inakuwa yenyewe kwa nguvu ya asili. Inakuwa yenyewe tu, na bila wewe kuitunza kwa shida, unakuwa upati shida kuitunza. Lakini vivyo tunasema kuna maarifa mengine tunakuwa tunayachota kwenye sehemu mbalimbali, ambazo na walionayo hayo walioyachota wamefanikiwa. Kwa hatuna budi kuchota pale walipochota wakafanikiwa, ili na sisi tuweze kufanikiwa kama wao. Wazee wetu wa kale kule Misri walitumia kamba yenye mafundo 12 kutengeneza pembe 3. Walijua kuwa ili kupata matokeo ya 5 lazima uunganishe nguvu ya 3 na nguvu ya 4 kwa uwiano sahihi. Walitumia kamba ya mafundo 12 kwa maana ya 3, 4, alafu sasa nakuja 5. Hizi namba ukijumlisha unapata 12. Sasa uwiano huo unakuwa ni uwiano unaokamilisha pembe 3. Mmoja akikaa hapa, mwingine akikaa hapa, mwingine akavuta kutokea hapa hadi pale, unakuta ni pembe 3 iliyokamilika. Ni elimu kubwa hii, naisema kwa juu, ila ni elimu kubwa. Kama una muda unaweza kaifuatilia kwenye mitandao, ipo imeandikwa. Sio kwangu tu hapa, mwake mwenyewe nimetoa huko. Lakini ukifuatilia uwiano huo katika bajeti, ukifuata huo uwiano huo katika bajeti, katika kazi zako, jambo lako linakuwa kama waya unaopitisha umeme wa asili. Usipofuata uwiano, jambo linakuwa kama waya uliokatika ambao haupitishi nishati yoyote. Ndipo pale unajikuta unahangaika, unaona mambo hayaendi, unaenda kuloga, unaenda kwa mganga huku na huku, unatafuta chuma ulete zenyewe zinakukataa. Kwa sababu wewe mwenyewe hauna connection na chochote, zitakutumia kiaje hizo chuma ulete. Lakini vivyo tunaangalia mfano wa beseni la maji. Fikiria maji yaliyojaa kwenye beseni, ukianza kuyazungusha kwa utulivu, vitu vyote vinavyoelea pembeni huanza kuvutwa katikati. Hivyo ndivyo sumaku ya mwanadamu inavyofanya kazi. Ukikaa kwenye utulivu, unavuta fursa na watu kuja kwako. Lakini ukikosa utulivu, unakuwa kama ka vitu tu kale kanakoelea bila mwelekeo kwenye beseni, na watu wengine watakuzungusha. Hivyo ndivyo inavyofanya kazi. Lakini kitu cha 5 cha msingi sana, tunasema kwamba wewe ni kiumbe dhaifu. Tunasema wewe sio kiumbe dhaifu, wewe ni hekalu takatifu linalotembea. Ndani yako kuna ulimwengu mzima uliokamilika. Adui yako mkubwa sio mtu mwingine,
Hakuna mtu ambaye ni adui yako, bali ni kushindwa kutulia na kuumba mbegu zako mwenyewe. Ukijitambua kwamba wewe ni msimamizi wa nishati, utaacha kuishi kwa kufata mifumo ya watu wengine na kuanza kutengeneza ulimwengu wako. Hapa utaacha kutegemea bahati, utaacha kuamini katika bahati. Hamna bahati, mambo yote yanaenda kwa uhalisia. Baada ya kusema hayo, nataka leo tushirikishane jambo moja hapa la msingi. Alikuwa amelileta mdau, nafikiri alikuwa anatoa shukrani zake. Nikasema sio shukrani tu, ni mambo ambayo yanaweza kutufundisha. Ni jambo ambalo linaweza kukufundisha kwa namna moja au nyingine. Kwa leo sitakuwa na maongezi mengi zaidi ya kukusikilizisha alikuwa anaongeaje, alikuwa anaulizaje, na pia nilimujibuje kutokana na swali lake. Majibu haya yanaweza kukusaidia, na maswali yake yale mwenyewe unaweza ukawa nayo na ukajikuta umefaidika na hichi kinachoendelea hapa. Kama utakuwa unafaidika, utaandika kwenye comment sehemu yote utakapoona video hii. Japo unaona video haina quality afu hujanunua kitabu, hela za kuweka bando la kufanya high quality mimi nitatoa wapi? Na siogopi, najua sauti ndio yenye thamani. Habari ya quality ya video si na nini, utajua mwenyewe habari ya quality ya nini. Mdau alikuwa anauliza swali kuhusiana na maji. Hebu tusikilize hapa. Ngoja niongeze sauti. Vifaa vyenyewe nimekuja navyo huko polini. Hamna chaji. Kwa chaji ikikatika ni imeisha hii. Ngoja niongeze sauti kabla ya kuplay kwenye kifaa changu hapa ili uweze kusikiliza kitu gani kilichokuwa kinaendelea baada ya mdau huyu kuhusu muziki, rangi na madini. Kuhusu rangi. Kuhusu madini, rangi na madini majibu. Haya, mdau alikuwa ameuliza, naanza na hii. Ya kwanza aliuliza kuhusiana na madini. Tuna play hapa voice. Lakini pia kingine kwenye upande wa hizi madini, pete, tuseme madini kiujumla. Kuna mtu alishawahi kunishawishi siku. Kaniambia bwana, aliniona kwamba napenda sana kujifunza haya mambo ya kiroho na kupandisha uwezo wangu. Akasema mimi cha kusaidia, unaweza ukapata pete, au kama sio pete upate cheni ya dhahabu. Cheni ya dhahabu, dhahabu gani ambayo akamuuliza dhahabu sawa na hiyo cheni, na hiyo cheni ya dhahabu sawa na hiyo pete ya dhahabu sawa. Nipe faida ya hivyo vitu, kwamba navichukua na vipeleka kwa mganga, naenda kuvitengeneza, nachukua tu naenda kununua, bwana nataka dhahabu fulani navaa, au inakuaje? Akasema dhahabu zina mvuto, huwa zina mvuto zenyewe, kama zenyewe zina mvuto. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuvaa dhahabu unakuwa umejiconnect sio na madini. Akanieleza mambo mengi sana, lakini bado hakuniweka wazi sana, umeona. Kwa hiyo nilikuwa nataka kujua hilo na lenyewe, kwamba dhahabu na yenyewe imekaaje kwa mtu anapovaa dhahabu, au kuna wanaovaa dhahabu au zile pete wanakuwa wamezitengeneza, au dhahabu yenyewe kama dhahabu tu inakuwa inakuwa umejiconnect na dhahabu na yenyewe ina mvuto wake. Na hilo nalo nilikuwa nataka kujua. Asante, nashukuru. Lakini vivyo aliuliza swali lingine, nilijibu kwa pamoja. Vitu hivi viwili nilijibu kwa pamoja. Lakini kitu kingine aliuliza kuhusiana na rangi. Hebu sikiliza hapa, afu tutakuja kukusikilizisha majibu niliyompatia. Hello, habari mwalimu. Natumaini uko salama. Aisha, nilikuwa nataka kujua, kuna kitu hapa nilikuwa nataka kujua kutoka kwako bwana. Kuna kipindi niliwahi kujifunza masuala ya rangi, na hata wewe umegusia sana masuala ya rangi. Kuna clip yako ambayo umetoa juzi na naifuatilia, na wenyewe ulizungumzia kwenye upande wa rangi. Hapo mimi nilikuwa bado sina ufahamu mkubwa sana kwenye upande wa rangi, lakini natamani kuwa na ufahamu mkubwa kwenye upande wa rangi, sababu naona kwa mfano unakuta kwenye msiba mtu anavaa rangi nyeusi. Ile inamaanisha nini? Na kwa nini uvae rangi nyeusi?
na wapo watu ambao wanavaa rangi kulingana na matukio maalum. Zile rangi zinakuwa na mvuto gani au zinakuwa na nishati gani ambayo inakuwa inakuwezesha wewe kwa wakati uliovaa. Lakini pia hivyo yani, nikijua hivyo na swali lingine nitarekodi hapa chini. Asante. Kwanza hilo la kwanza, hilo la rangi hiyo nyeusi, na hizo rangi zingine kwa wakati gani inafaa kutumika rangi fulani na ipi inafaa kutumika wakati fulani. Asante sana. Sasa ni muda wa kusikiliza majibu kuhusiana na hii hapa rangi na madini. Majibu ile mjibu ilikuwa ni dakika 8, kwa tutapata utulivu mzuri wa kusikiliza haya majibu hapa. Kianza na hii ya madini, lakini nilikuwa nimeeleza kwenye ile simulizi ya namba, ndipo tunapata thamani ya madini kwenye elimu ya kiroho. Hizi namba unazoziona kuanzia 0 mpaka 9 hazipo tu kupoteza muda, ni namba zinazosimulia sheria za uumbaji, au niseme hatua za uumbaji, ambapo kwenye namba 4 uje kupata maada, kitu kinachoshikika. Hapa takujibu vyote, rangi na takujibu rangi na madini. Nitakujibu rangi na madini. Kitu kinachoonekana kwa macho. Kitu kinachoonekana kwa macho wake tunasema mwili. Kwa kama madini hayo ni vitu ambavyo vya kushikika, ambapo tunasema kwamba ni nishati iliyoganda. Nishati iliyoganda kama ulivyo mwili wa binadamu. Mwili wa binadamu yani bila uhai ni nishati. Ni nishati ambayo inakuwa imeganda. Lakini sasa mwili wa binadamu umeongezewa kitu kingine cha 5. Umeongezewa uamsho. Wanadamu anapokuwa amezaliwa anakuwa na hatua 5 zilizokamilika. Lakini hatua ya 6, ya 7, ya 8 na ya 9 ni hatua zinazofuata baada ya kuwa ameshazaliwa na yupo hai. Anakuwa na uamsho. Kwa hiyo ukikuta jiwe ni sheria ya 4. Ni nishati iliyofungwa kwenye gereza. Ni kama hivyo, nishati iliyofungwa kwenye gereza. Kwa hiyo inakuwa inahitaji uamsho. Sio dhahabu tu. Kuna madini mengine yanaitwa ruby, kuna mengine yanaitwa moonstone kwa ajili ya kutuliza hisia. Lakini dhahabu huwa ni kuvutia wingi, au niseme tajiri. Lakini hapo ya ruby yenyewe na kazi yake, lakini ipo kwa TZ ipo na kazi yake. Kwa hiyo hayo inakuwa ni sema ni nishati iliyofungiwa. Kwa sasa ili kuweza kuitumia inabidi uweke nia, uongeze kitu cha 5. Hiyo niyo unayoiweka ndio inaweza kuamsha nishati iliyolala kwenye jiwe hilo. Na jiwe au madini yanafanya kazi kama betri. Ni kama anakutunzia frequency unaokuwa umedumu nayo. Ukidumu kwenye low frequency muda mrefu, alafu umevaa hiyo dhahabu au nini, hiyo dhahabu inahifadhi negative energy. Kwa sababu kitu cha 5 kinachoongezeka ni nishati, unaongezea ile uamsho. Sasa kulingana na hisia unayojisikia, pale unapokuwa unajisikia vizuri kwa muda mrefu, inakuhifadhia high frequency yako. Muda ambao nataka kupoteza balance sasa, kama binadamu, kama unapokuwa binadamu utulivu unakuwa ni mgumu, basi inakuwa kama inakucharge, inaleta balance. Yani ni sawa na chumvi na maji. Sasa pale ambapo unakuwa umezidisha chumvi alafu ulikuwa na akiba ya maji, nafikiri unaweka maji pale ili kuneutralize. Hali inakuwa ngumu pale ambapo maji yameisha na chumvi bado ni nini? Bado imezidi kwenye mboga. Kwa hiyo madini yanakuhifadhia high frequency. Pale unapokutana na low frequency ndogo kushinda ile iliyohifadhiwa kwenye madini, basi madini yanakuwa kama yanainyonya ile. Na pale madini ambayo yakinyonya high frequency, nyonya low frequency nyingi, unatakiwa kuisafisha. Ndio hapo tunakuambia kwa iweke kwenye mwanga wa mwezi
au wengine wanasema unaoshea maji ya nazi, au wengine wanasema unaoshea maji ya mvua ili kuweza kutoa negative energy ambayo madini yanakuwa yamenyonya. Kwa hiyo sio dhahabu. Kwa hiyo unavyoziona rangi ni kitu kinachoonekana kwa macho, maana yake ni nishati iliyohifadhiwa. Rangi, unapoona rangi inawakilisha nishati fulani. Kwa mfano kama rangi nyekundu, inahusiana na root chakra ambayo inatupa usalama na hofu na ulinzi, nasema hivi. Kwa hiyo sasa inakupa ujasiri. Rangi nyekundu inakupa ujasiri wa hali ya juu. Lakini rangi nyeusi huwa inafungamana na nishati ya ulinzi. Ni ulinzi. Lakini rangi ya shaba ni rangi ya mawasiliano, kama vile ambavyo madini ya shaba huwa yanapitisha umeme. Nafikiri hiyo. Kwa hiyo angalia mfano wa jinsi madini ya shaba yanavyopitisha umeme. Asili yake ni kupitisha umeme. Yanawezesha nini? Mawasiliano, ni connector. Kwa hiyo sasa ambapo rangi ya dhahabu tunaipata kwa kuchanganya rangi nyekundu na rangi ya machungwa. Rangi fulani nyekundu na rangi ya machungwa tunapata rangi ya shaba. Ukipata rangi ya shaba tutakuwa tumepata tafsiri ya nishati ya hiyo ambayo inakuwa inasimamia mawasiliano. Kwa maana hiyo sasa, kwa mfano chukulie ukaandaa chumba ambacho kina taa zinawaka rangi ya shaba. Yaani kina ile hali ya hewa ya shaba, kinawaka shaba, taa zinawaka shaba, kuna hali ya shaba. Ni hali ambayo moja kwa moja hata ukikaa na mtu hapa na pale unakuwa unaungana naye automatic, kwa sababu hiyo rangi ni kama waya, ni nishati ya kuunganisha, connector. Angalia jinsi waya unavyofanya kazi ambao umetengenezwa kwa madini ya shaba. Kwa haya mambo ni uhalisia. Kitu cha msingi unachotakiwa kufanya sio kwenye madini, hata kwenye mtishamba unaotumia, hata kwenye chumvi, sio nakwambia uoge chumvi, hata kwenye sijui nini unachokitumia, lazima utilie nia, kwa sababu hivi vyote vimekosa nia. Mwanadamu ndio mwenye nia, ndio mwenye kutilia nia, kuelekeza lengo fulani kwenye hiyo kitu. Ndio maana watu huwa wananuia, kienda kwa mganga wanapokuwa wanaloga wananuia maneno, wanapokuwa simmoge mpenzi kuna kunuia maneno, pale unakuwa unatilia nia. Kwa lazima utilie nia, na hiyo nia inaenda kufanywa na hiyo nishati unayoiambia inakuwa inaendana hiyo. Nafikiri umenielewa hapo. Kama kuna swali lingine utaniambia. Lakini pia nilikuwa na swali lingine. Nimefanikiwa kupata jukwaa ambapo naweza nikawa live. Nafikiri kuanzia kesho kama mtakaa vizuri. Kwa sijui kwa ratiba zako zinakuwa vipi. Nataka wewe na watu wengine kadhaa. Basi kuhusiana na majibu ya madini na rangi ilikuwa kama hivyo. Kitu cha msingi kinachokuwepo unapokuwa unatumia madini au mtishamba au namna yote ya ile ya asili, tunasema kwamba binadamu ni mtu ambaye uumbaji wake umekamilika. Ni kiumbe ambacho uumbaji umekamilika. Kwa maana amepitia process zote za uumbaji. Ni tofauti na jini au tofauti na roho ambayo inatoka kwenye mwili pale unapokufa. Ile pale ikitoka kwenye mwili inakuwa ni nishati tu ambayo huwezi kushikika, ila ni nishati ambayo inaweza kuasili. Na vile vile kama unavyofahamu kuna habari za majini. Majini ni viumbe ambao ni nishati, tunasema ni nishati, sio kwamba eti ni viumbe ambao utawakuta baharini wamekaa wanakusubiri. Nishati ambazo hazionekani kwa macho lakini zina asili. Hiyo yote ni kwamba ni process ya tatu inakuwa uhai ni sheria ya namba 3 kwenye uumbaji, ni sheria namba 3, lakini namba 4 ni sheria ya kitu nishati hiyo kuganda. Inaganda inapata mwili. Ikisha ganda inapata mwili. Hapa ndio tunakutana na madini. Madini yanakuwa kwenye process ya 4 hiyo, kwenye namba 4, sheria namba 4 ya uumbaji. Tunapata madini. Kwa madini yanakuwa na nishati iliyoganda ndani yake. Sasa kuna kitu kingine kinaongezeka mchakato wa 5 ambao ni uamsho. Uamsho tunasema uamsho ni swala la kuamsha ile nishati inayokuwa imeganda kwenye mwili, kwenye jiwe, kwenye mwili kama unavyoona. Ndio sisi wanadamu, sisi tupo hai na tunatembea, ni nishati iliyoamka. Nishati iliyolala kwenye mwili alafu ikaamka. Kwa hiyo wanadamu automatic kiasili sisi tuna uamsho. Tumekamilisha sheria 5 za uumbaji. Unaweza kaangalia mwanadamu ana milango 5 ya fahamu. Nafikiri unafahamu. Lakini unaweza kaangalia mwanadamu ana viungo 5 vikubwa, ana kichwa. Anakifanya hivi mkono wa kwanza na huu mkono wa pili, lakini ana miguu miwili, kamilisha vitu 5.
lakini vile vile ana vitu vingapi? Ana vidole vitano ana vidole vitano, ambavyo vidole vitano vinamaanisha kwamba huo mkono wako unaweza ukatumia kuweka uamsho kwenye kitu. Ndio maana ukiwa unaombea mtu anakushika mkono, ile sio tu kwamba nikukushika tu Kwa mwenyewe ndio maana tunavyoambia kwamba ukitaka si una shida na nini, shika hayo madini yako kwenye mkono wako, afu yatilie nia kwamba unayawekea uamsho, ile nishati iliyopo kwenye madini iweze kuungana, kwa sababu wewe tayari unaita unaweza ukatoa uamsho ukaingia kwenye madini na madini yakaungana na wewe, hiyo nishati ya madini ikakuingia wewe. Lakini sasa tunakuja kwenye swali lingine. Madini haya ni sawa, lakini pale unapokuwa hauna ile elimu ya mitetemo, utajikuta umevaa madini alafu unatetema kwenye mitetemo ya chini. Badala ya madini kukuhifadhia uhai, unaweza kukusaidia kifedha, madini yanakuhifadhia shida. Kwa muda ambao hata umepata karaha kidogo, yale madini yanakurudishia ile negative energy iliyokuwa imehifadhi. Kwa hiyo ni vitu vya kuwa makini, sio kwamba tukivaa madini muda wote yanakuwezesha tu, au ukitumia mitishamba muda wote yanakuwezesha. Ukitumia mitishamba alafu bado una maisha yale ya mitetemo ya chini, mitishamba inaenda kukuloga badala ya kukusaidia. Hicho ni kitu ambacho watu wengi wanatumia sana mitishamba, wanatumia sana madini. Unakuta amevaa macheni, amevaa madhabu na nini, lakini wanakosa hiyo elimu ya frequency ambayo wanaweza madini yakawasaidia. Lakini tunakuja kwenye swali lingine. Leo nilikuwa nashughulika tu na haya majibu. Alikuwa ameuliza habari ya majina. Aliuliza habari ya majina haya. Aliuliza hivi: Hello, habari mwalimu. Naendelea kuendelea kujifunza kama kawaida, na kile kitabu nimekimaliza. Nimesoma vizuri, kitabu kizuri sana, kina mambo mengi sana. Kwa hiyo naendelea kuyafanyia kazi yale nilojifunza, lakini pia nitahitaji hicho kitabu kingine siku sio nyingi nafikiri. Na hapa nilikuwa kidogo nataka niulize swali japo itakuwa nje kidogo na maelezo yako, lakini nadhani utakuwa na ufahamu kidogo kuhusiana na hilo, kwamba kuna watu wanatumia, kwa mfano nishawahi kuona watu kama wawili hivi kwa ushuhuda wangu, anakwambia kuna vitu ambavyo ukivihitaji hao wanaofundisha, na kuna mmoja nishawahi kukutana naye mwenyewe anajiita mganga hivi, akaniambia nipe jina la baba yako, mama yako na la kwako. Na namsikiaga yule ambaye Manyanda African Power, naye anakuambia nipe jina la kwako na la mama yako. Sasa swali langu hapo nikawa najiuliza, hawa nao wanatumia hii elimu ya unajimu au wana elimu gani ambao, au ndio password ya kwao wenyewe, au kwa wewe mtazamo wako wanatumia hii elimu ya unajimu ambao inatumika na watu wengi sana japo hawatoi kodi hizo? Nilikuwa nataka kufahamu hivyo tu. Asante, nashukuru sana. Basi mimi nikawa nimemjibu kama ifuatavyo kuhusiana na majibu yake, maswali yake haya. Ili hapa naona umeuliza habari ya majina na unajimu. Majibu yangu hayapigi hayo majibu yao. Unajibu wa majina, unajua unakaa vipi? Ni rahisi. Jina huwa linatengeneza mtetemo. Jinsi unavyokuita vile inarudia inatengeneza mtetemo. Ninaposema mtetemo, sio kitu ambacho kinacheza kinatetemeka, hapana. Ile hali ya hata nyumbani kwenu, baba akitaja jina lako tu, basi kila mtu kwenye familia yenu anavuta picha yako wewe, anavuta uwepo wako. Ile hali umeielewa? Hiyo ndio mtetemo tunasema. Au kwa mfano ukisema Diamond, nikisitaja Diamond Platnumz, tunavuta wote, mimi na wewe tunavuta picha ya msanii Diamond. Kwa jina la Diamond limetengeneza mtetemo huo, na ina mtetemo ule ulioipandisha hiyo hazi. Hata ukifungua account fake ukasema Diamond Platnumz, unapata followers kwa sababu unatumia mtetemo ule aliyoutengeneza mtu anayeitwa Nasibu. Anapokuambia leta jina la mama yako na jina lako, anakuja anaangalia mtetemo wa jina la mama yake na mtetemo wa jina lako. Sijui
baada ya kuangalia anapata kitu gani. Ila sasa katika majina kwenye kitabu kuna mali nimeweka, kuna table, kuna jedwali la herufi ni namba ngapi, herufi ni namba ngapi, alafu nakuja kuzijumlisha, sijajua ni kurasa namba ngapi, unapata mtetemo wa jina kamili. Kwa sababu kwa mfano kama jina ni Alex, tunasema A ni namba fulani, L ni jina fulani, E ni namba fulani, X ni namba fulani. Uchukua hizo namba unazijumlisha. Ukipata namba 2 unajizungusha tena hadi upate namba ambayo ni ndogo, ambayo ipo kati ya 0 hadi 9. Ndio uweze kupata, uingie kwenye elimu ya namba. Uingie kwenye elimu ya namba upate mtetemo wa namba fulani. Kwa mfano kama namba 1 inawakilisha kitu fulani, namba 2 inawakilisha kitu fulani. Nafikiri ukiingia kwenye YouTube yangu nilikuwa nimesimulia simulizi ya namba, jinsi ninavyoelezea uumbaji, unaweza kanielewa. Pale anapopata namba ya jina inampa mtetemo, inampa taswira ya wewe ni nani. Ukienda kwenye YouTube yangu pale ukaona elimu ya namba, ingia YouTube tangana ndakisha hapo, kuna video nyingi, lakini kuna video ambayo nimesimulia simulizi ya namba peke yake. Baada ya kupata namba, kwa napata namba 8. Angalia kwenye namba 8 pale, si nimesemaje, uhakika na abundance, yani utajiri. Namba 8 ni nishati ya uhakika, na utaona jinsi nilivyosimulia pale. Kwa kila namba inakuwa na tafsiri yake. Kwa anatumia hiyo namba kufanyaje, kudadafua namna yako. Na ikisha kuwa ni mtetemo, kila namba ina mtetemo wake. Mtetemo unaweza ukaupata hata kwenye ndoto, hata kwa kutumia kienyeji. Formula yoyote ile ya kienyeji, mtetemo wa kitu unaupata. Ni sawa na vile ambavyo kwa mfano mzazi wako akutie hofu fulani ikuingie kwenye kichwa chako. Ukienda kwa mganga akikuskani, atakwambia mzazi wako anakuloga, kwa sababu ndiye aliyekuwekea hofu ile kwenye kichwa chako. Na hofu ni negative energy ambayo tunaiambia kwamba ni uchawi. Ile hofu sio kwamba eti alikuwekea kwa ajili ya dhamira mbaya au nzuri, ni kwa ajili ya yeye mwenyewe hafahamu mitetemo ya kiroho, na yeye mwenyewe kwa ajili anakuhurumia, anakuhofia ukifanya kitu fulani, labda utapotea mtoto wake, kwa inabidi akushauri, ile anakutia hofu ili usiweze kufanya kitu kufanya anachokihofia yeye. Kwa tunasema amekuambukiza hofu yake, imekukamata. Ndio ile unakuta kwa mganga anakuambia mzazi wako anakuloga. Mara nyingi inakuwa ni hivyo. Kwa hiyo kwenye jina pale anaangalia herufi, anaangalia mtetemo wa jina la mamako, anaangalia na mtetemo wa jina lako wewe. Kwa staili hiyo tukiingia kwenye kitabu kuna mahali utakuta kuna jedwali la namba, na nimeelezea vizuri pale jinsi ya kupata mtetemo wa jina. Kwa sasa akisha upata, anachukua labda hata namba yako wewe aliyoipata na namba ile ya mama, anazijumlisha tena. Kwa mfano ikija 13 bado imezidi 9, inabidi tena ujumlishe 1 kulijumlisha 3. Unapata ngapi? Unapata 4. Basi anakuja kuidadafua 4. Anakuwa anafahamu habari zote kuhusiana na namba 4. Basi anakuja anadadafua namba 4. Hivyo ndio jinsi anavyofanya jina. Lakini vile vile kwenye elimu ya majina hii, watu huwa wanaitumia kutengeneza majina ya biashara. Kwa mfano unaweza kaona Diamond. Diamond sio mtu ambaye yuko amekaa. Jina lake ni Nasibu, lakini ametumia Diamond. Anatumia kivuli cha nishati ya Diamond. Diamond ni kitu gani? Ni almasi. Diamond ni almasi. Sasa ukishasema almasi ni kitu cha thamani, kwa hiyo unatafuta jina lenye mtetemo mzuri, unaanza kulipa thamani ile, na thamani inakuwa inaitikia kutokana na mtetemo wake wenyewe. Lakini unaweza kaangalia Harmonize au msanii yoyote. Lakini ukiachana na hilo, kama umewahi kushuhudia kuna mtu fulani anaitwa Kipanga, au kuna mtu mmoja anaitwa Mivusho, hiyo tayari ni kutokana na tabia yake. Kwa maana ukishasema Mivusho, mtu unapata picha kwamba Mivusho anaweza kanivusha. Anaweza kanivusha. Wewe Mivusho ilitokana na nini? Anaweza kanivusha. Maana yeye alikuwa anavusha watu sana. Kwa hiyo ndio mtetemo wake. Ndio jinsi tunavyosema mtetemo wa jina. Sasa kuna jina zingine unakuta anakuita jina haujawahi kufuatia hata mtetemo wake ni unahusiana na kitu gani. Ukishakuwa umefahamu, kama vile Diamond alivyofahamu thamani ya Diamond, akaamua ajiite Diamond. Na wewe mwenyewe utakuwa ufahamu mtetemo wa jina utakalochagua ili ndio liwe nini? Liwe ndio mtetemo wako. Sasa huyo Manyanda nini anatumia majina ili kuweza kupata hiyo mitetemo. Akishaipata ndio anaanza kukuprogramu uweze kuendana na huo mtetemo. Sijui anavyofanya formula yake inayofanya kazi, ila zote ni formula zile zile za asili zinahusiana na mitetemo. Yaani hakuna kitu kinachoenda kuka kwenye concept ya mitetemo. Hizi frequency hakuna, zote utazunguka zitaishia pale pale.
hata sayansi kubwa unayoiona vipi, naweza nikaileta nikakusimulia nikakurudisha kwenye mitetemo. Yaani nakurudisha kwenye mitetemo. Kurudisha kwenye mitetemo. Hiyo nafikiri naweza nikawa nimekujibu habari ya majina. Na kama sijakujibu naomba utaniambia. Naomba utaniambia kuhusiana na majina kama sijakujibu hapa ili niweze kufafanulia vizuri. Basi ilikuwa ni kuhusiana na majina. Ilikuwa ni kuhusiana na majina. Nafikiri umeweza kufahamu kitu hapo, nisiongee sana. Lakini twende sehemu nzuri, sehemu ambayo ni ya kawaida kabisa. Mtu unapokuwa umepewa kitu kizuri, umelizika nacho, kiufahamu, watu huwa wanashukuru. Lakini mdau pia vile alitoa shukrani zake na kuongea mambo mengi ambayo ameyapitia hadi kuja kukutana na mimi kwenye elimu ya ufahamu, elimu hii kubwa ya ufahamu. Maana hakuanzia tu, yani sio kwamba eti amenikuta tu basi akaelewa. Ni kutokana alikuwa ameshaanza kujifunza sehemu mbalimbali huko na huko, lakini alikuja kukuta mimi nafundisha kitu ambacho kinamwingia akilini, ndio akawa amenitafuta na kunitafuta hadi akaja kununua hivyo vitabu kama anavyosema yeye. Hebu tumsikilize. Na kingine ambacho naendelea kujifunza na naendelea kukiweka kwenye moja ya maisha yangu, ina maana kuna hii elimu ambayo umenipatia, elimu kubwa sana hii ya frequency. Na naiona ni kubwa kwangu mimi kwa sababu na uhakika hii inafanya kazi. Japo haiwezi kusema kwamba kama mimi nimejifunza juzi tu nimeanza kujua ya mambo, nimeanza kufanya alpha theta na kujua kwamba alpha inakuaje, alpha na theta inakuaje, na hii beta inakuaje, kuizuia, kuicontrol hali kufanya hivi. Hivyo ni vitu ambavyo mimi mwanzo nilikuwa sivijui. Yani kwa kifupi, nilikuwa najua mambo mengine lakini mambo haya sijui. Lakini kwa mimi sasa hivi naamini mambo haya ndio ya msingi sana. Yani lazima uanze na haya alafu ndio uende uko mbele. Kwa kupata hii elimu ya frequency nimeipenda sana, nimefurahi sana kuipata na naishi, yani toka nilivyoifahamu naishi. Ina maana nataka niweze kucontrol, yani niwe tofauti kwa kifupi. Na hii elimu imenifanya kuna baadhi ya vitu niviache, kuna baadhi ya vitu nivipunguze. Yani kuna hali fulani ambayo mabadiliko fulani mimi mwenyewe nimejitengeneza, nimeona kabisa inahitaji kuwa hivi. Kwa ni kitu ambacho nimefurahi kujifunza kwenye hili. Na lengo langu najua kwamba hakuna mabadiliko yanakuja haraka tu ya kimtazamo ya nini. Najua kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakatokea mbele, lakini kiu yangu na mimi kubwa ni kuwa na mtazamo chanya, kwa sababu kuna kila muda huwa nawaza kwamba watu wote, unajua kuna muda unakaa unajifikiria wewe mwenyewe binafsi, yani unawaza sana, unaumiza kichwa, unaweza kusema hivi ingekuwa watu wote wanawaza mpaka kikomo ambacho mimi nimefikia hiki, hii dunia ingeendelea kweli? Najipa jibu kwamba hii aisee isingeendelea, kwa sababu unawaza unajikuta wewe una ukomo. Sasa unajiuliza hao wengine wanavukaje? Wanakuaje na mawazo chanya kiasi kwamba yani wanaweza kufanya jambo ambalo likabadilisha dunia au likabadilisha mtaa, likabadilisha nini? Yani unajitahidi lakini kuna komo fulani wa wazo unafikia. Kwa hapo ndio inanifanya na mimi niamini kwamba mawazo chanya ya kubadilisha au ya kufanya vitu vikubwa hayawezi tu yakatoka kwa akili za kawaida hizi. Hiyo kweli mimi naiamini, kwa sababu kuna muda tu nikikaa mwenyewe nikijifikiria, nikiwaza, naona kabisa aisee ni ngumu. Mtu anawezaje kugundua hiki? Mtu anawezaje kuunganisha? Ukiangalia mitambo, ukiangalia mifumo, ukiangalia mambo ya elektroniki haya, yani vitu vingi ukiangalia unagundua kabisa kuna akili ya ziada hapa inatumika, tofauti na hii ambayo sisi tunaiangaikia ya shuleni, hii ya kupata division 1. Hii sio kweli. Umeona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi navipigania sana, na mimi mwenyewe kuhakikisha kwamba natoka kwenye level hii niende kwenye level nyingine. Na hii ndio kiu yangu. Nimehangaikia maarifa haya muda mrefu sana. Nafikiri tushawahi kuongea, nishawahi kuambia vitu vingi ambavyo nishawahi watu ambao nishawahi kuwa nao kwa ajili ya kujifunza, lakini kuna baadhi ya mambo mengi na wao inawezekana wakawa labda bado hawakuyajua, umeona, au mbinu za ufundishaji. Lakini kiukweli na mimi nahitaji
nivuke stage hii. Sio stage tu ya mafanikio. Unajua watu wengi wakiingia labda kwenye elimu kama hizo, wakifanya hivyo huwa wanamwisha moja kwa moja kwamba lengo ni afanikiwe apate pesa, afanikiwe apate pesa, lakini kumbe ukishakuwa na uelewa mkubwa hivi vitu vingine vinakuwa ni vidogo sana. Kwa hiyo kwanza mimi nikushukuru sana kwa elimu unaotoa, lakini pia naomba uendelee hivyo hivyo, kwa sababu sio mimi tu. Inawezekana kuna wenzangu wengine wengi nao wanahangaika kutafuta elimu ya kuweza kuwatoa kwenye level waliopo na kuwapeleka katika level nyingine ya uelewa. Kwa hiyo na wenyewe nadhani natamani sana wakufikie na wewe, sababu kuna vitu ambavyo watu wengi walikuwa bado hawajafichua, lakini unajitahidi sana kufanyaje kuvifichua vile vitu. Kuna watu wanapata elimu lakini wanashare maarifa madogo sana kwa wengine, alafu mengi wanabaki nayo. Unaona? Kwa hiyo mimi nimenunua hadi vitabu vingi tu tofauti, lakini na vipo ambavyo nimenunua bei. Sio ndio maana nasema kitabu chako unauza kwa 25. Sio bei. Mimi nimenunua vitabu vya hard copy mpaka shilingi 100,000 naagiza. Unaona? Nanunua kitabu 85 naagiza, kitabu kinakuja hard copy. Mimi mara nyingi sana huwa natumia hard copy kwa sababu ya simu, kusoma hivi kwenye simu sometimes, yani sijajizoesha hivi. Huwa nimejizoesha sana hard copy. Umeona? Lakini hata sasa hivi najitahidi sana na mwenyewe kwenye simu. Ndio maana hata kitabu nilichochukua kwako nimekimaliza vizuri tu bila shida yoyote, na nimekimaliza. Kuna baadhi ya peji zingine nazirudia hivyo. Kwa kila siku naendelea kujitahidi kuangalia wapi ambapo nataka niwe master kwenye kipengele hicho, kwa narudia hivyo. Kwa hiyo nikupongeze sana kwenye hilo ndugu yangu, lakini pia naomba tuendelee kushirikishana na kushirikiana pia. Kwenye jambo ambalo mimi nahitaji kujua, basi msaada wako utahitajika, lakini pia kwenye jambo ambalo wewe unatamani mtu mwingine ajue, basi hata mimi niweke katika watu ambao wanahitaji kujua hilo jambo. Nashukuru sana ndugu yangu, asante sana. Kazi iendelee. Basi mimi sikusita kupokea shukrani zangu, na sipendi sana nikupongezwa kama hivi, yani sema kwamba eti ndio ukuu. Mtu ukifahamu ka elimu kidogo hivi eti ndio ukuu, hapana. Hapana, ukifahamu kitu kizuri kinaweza kusaidia watu, ni vizuri ukawaambia watu. Lakini sasa kuna zile gharama ambazo unatumia kufuata kama muda, maka mimi ninapohangaika na hivi na muda, alafu sasa mwenyewe natakiwa niishi. Mwenyewe natakiwa niishi kama unavyojua tuko kwenye mfumo wa fedha huu, Kwa unajitahidi unaweka gharama ile ya chini, unaweka gharama ya chini kila mtu aweze kuweza. Lakini sasa hiyo bado kwa mwingine inakuwa kama ni ngumu, inakuwa ni ngumu. Ile kitu ngumu, lakini ni bei ya balance sana hiyo. Ni bei ya balance, kwa sababu kama ningeamua kutumia elimu hiyo kuwa tapeli mzuri, ningekuwa tapeli mzuri kuzidi hata waganga wa kienyeji, kwa sababu ni elimu ambayo ina mambo mengi na ujuzi wa maono mengi, afu na maarifa makubwa, maarifa ya juu. Kwa nikiamua kuwa tapeli na kuwa tapeli kweli kweli, sio 25,000. Kwa ni kitabu ambacho nakupatia bila masharti, kisome wewe mwenyewe uweze kufundisha na wengine na familia nyingine. Kwa nilipokea shukrani kama ilivyo kawaida. Shukrani unapokea, sio kitu kibaya. Shukrani inakufanya mtu ujisikie vizuri, inakufanya uwe proud of yourself. Hebu tusikilize hapa. Mimi nikawa nimejibu hapa. Kuja kwenye voice bwana, nakushukuru bwana, ni asili inatukutanisha. Lakini kitu kingine mimi naona kama wewe na mimi dhamira zetu ni moja, ni mpambanaji, mtafuta elimu, mtafuta maarifa mapya. Nikombe kitu kimoja, usinione mimi kama hivi unaponiona, japo unaona kama sijini nimekusaidia na nini kwa maneno yangu tu machache, sio hivyo. Ni asili tu inakuwa imekutanisha watu. Hatima huwa zinaandikwa kabla watu hawajazaliwa. Kama umepanga hatima yako itakuja kukutanisha na Donald Trump, itafanyika namna yoyote. Asili ukiwa unaishi kwenye frequency, itafanyika hali yoyote ile, mazingira yoyote yale, uweze kukutana na mtu anaitwa Donald Trump. Asili huwa ipo hivi. Kwa hiyo vitu vinapoendelea kuwa sio bahati mbaya. Kama alikuwa ni maombi yako au ni dhamira zako kupata ufahamu huu, nafikiri asili yenyewe imekujibu. Mtetemo ulioutuma umeupokea. Umeupokeaje mtetemo wa kiu ulioituma wa kutaka? Hebu niongezee kidogo kwenye hii. Hatima zinakuwa zimeandikwa kabla watu hawajazaliwa. Pale unapojaribu kupingana na hatima yako, unakuwa unaishi maisha magumu.
Na tunaposema naenda kukutana labda na Donald Trump, sio kwamba naenda kukutana na Donald Trump. Unakutana na mtu wa mamlaka hayo alionayo Donald Trump. Kwa sio lazima ukutane na mtu mwenye Donald Trump. Kwa sababu ukisema kwa namna hiyo, kwa hiyo Donald Trump angepoteza uwiano wake, asingekuwa na mamlaka alionayo saizi. Kwa mtu yoyote yule angechukua ile nafasi akasema pale alipo Donald Trump, kama hatima yako ilikuwa inasema utakutana na mtu mwenye mamlaka hiyo, lazima utakutana nayo tu. Haijalishi atakuwepo nani kwenye mamlaka yake. Kwa pale unapojaribu kugombana na asili yako, unakuwa unapoteza vitu vingi. Unakuwa unapoteza hatima za watu nyingi, unakuwa unapoteza mafanikio yako. Kwa ni muhimu kujitahidi kuwa wewe. Achilia mbali, mimi sijasema si imani gani mtu afuate imani gani aache imani yake, lakini sasa lazima akili kumkichwa uweze kutambua kile unachokifanya ni kitu gani, uweze kutambua wewe mwenyewe, kutafakari, kutumia utashi wako. Kutumia utashi wako, ufahamu huo uko ndani ya mtu. Hebu tuendelee, nisiongee sana. Kama haya basi ndio majibu uliyoyapata. Umekutana na mimi mwenyewe mtetemo niliyoutupa wa kutafuta mtu anayeweza kuelewa elimu hii tukaongea lugha moja. Nimeupata kwa sababu nimekupata wewe unayefikiria nje ya box. Mimi napenda sana watu ambao hawaweki kipaumbele cha pesa. Ni kweli mimi mwenyewe nauza kitabu na sijaamua kufanya utapeli. Yaani kwa elimu hii ningeamua kuchezesha nifanye utapeli mkubwa sana. Kwa sababu ni kitu cha tofauti na nina maarifa nacho, naweza kikageuza chochote ninachotaka. Lakini nimeamua tu kuuza kwa shilingi 25,000 kwa sababu tuko kwenye mifumo ya kidunia ya kifedha. Siwezi kuishi bila fedha, na ndio kazi ambayo nakuwa naifanya muda mwingi, na nilia muda kufanya tafiti za kifahamu. Kwa hiyo siwezi nikaacha kuuza, na elimu iliyo humo ni kubwa sana. Kwa hiyo nikushukuru kwa hiyo. Lakini kitu kingine cha msingi, wewe umenunua kitabu cha Mitemo ya Kiroho. Yaani haujamaliza kukisoma, lakini naona tayari umeshamaliza. Kwa sababu yote yaje kwenye kitabu najua utaelewa. Lakini kuna ngazi nyingine inafuata, ngazi ya maajabu sasa. Baada ya kufahamu Mitemo, unaamini kabisa Mitemo inafanya kazi. Nenda kasikiliza ile simulizi ya namba niliyoisikilizisha kule. Alafu baada ya hapo huwa tuna namna ya kuweza kuumba mambo. Hiyo namna ukishaijua, rafiki yangu, kuna ujasiri fulani unakuingia, unaijua kuimiliki mamlaka yako ipasavyo. Hakuna kitu kitakohoa mbele yako. Yaani kwa mfano kama mimi hapa, uwezo ukaja kunianza kuniambia habari za Mungu, siweze kuniambia habari za uchawi na nini. Ni vitu ambavyo navielewa tayari. Hata nikisema mimi niende kwa mganga, najua kwa mganga naenda kufanya nini. Nitamuuliza maswali au nitamuomba msaada ambao hajawahi kuomba na mgonjwa yoyote, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nafahamu nini elimu hiyo ya awali. Kwa sasa hapo sio mwisho, nimesema kwamba tunaendelea kutafuta mtoto, lakini sasa kile nilichokuwa na kitamani kufahamu kwenye Mitemo, mimi nafikiri umefaulu kwa kiwango kikubwa sana, kutokana na misingi uliyokuwa nayo ya maarifa mengine uliyonisimulia. Kipo kitabu kingine kidogo. Mimi sifanye biashara. Kama utaona na kufanyia biashara, niwe rahisi katika hilo. Kitabu hiki, kitabu cha High Frequency nimewahi kuweka kwenye gharama kubwa ya 25,000. Lakini kuna kingine kikubwa, kina maarifa makubwa kushinda hicho. Japo hicho ndio msingi wa kila kitu. Naweza 15,000 tu ni soft copy. Lakini kurasa nyingi kama hizo ni maelezo. Ngoja nichukue hapa usome kitu kidogo. Nafikiri kwamba usoma zile hatua zake, lakini vizuri nazo. Kwenye kitabu hichi tuna kurasa ya kwanza ambayo tunaelezea nadharia ya kuumba. Nadharia ya kutengeneza. Usione nchi kubwa hizi zimeendelea, usione mifumo mikubwa hii ya kifedha, usione mifumo ya kijeshi, usione teknolojia kubwa, usione teknolojia ya kutengeneza daraja ambazo wakandarasi wanatoka nje ya nchi, kwa ajili ya asili ya uumbaji, ya sheria za asili. Kila kabila linakuwa lina sheria za asili. Sheria za asili ni zile zile. Kinachokuwa kinabadilika ni lugha. Wachina wanazo. Hizo nazo Wachina ndio walizonazo Wazungu. Na sheria ni zile zile. Sheria ni zile zile. Kanuni za asili ni zile zile hazibadiliki. Kwa issue ni kuzimiliki. Ukishazimiliki, kwa mfano wewe kwa hatua uliyofika umefika. Yaani umesha hiyo hatua ya Mitemo shule wewe haikuhusu tena. Saizi unatakiwa uhangaike kufanyaje? Unatakiwa uhangaike kushughulikia. Unaona kwa mfano kama mimi hapa nimeanzisha brand nyingine inaitwa Nangisha Kafumo. Lakini kuna brand nyingine nilianzisha japo sio maarufu, ile ilienda na ikanipa manufaa. Ilikuwa inaitwa Jipta Chips. Jipta nilianzisha nikiwa sina macho haya nilionayo. Hii Nangisha Kafumo nilikuja kuianzisha nikiwa na macho haya kidogo. Kwa kuna kitabu kingine hapa
kinakupa simulizi. Tunasema kwamba kitu chochote kile kikubwa ambacho unakiona ni kikubwa, achana na pesa. Pesa ni kitu ambacho unakuwa hauna tu, ila ni kidogo. Manyanda anapendaga kusema roho huwa inatafuta kitu chenye haina. Lakini kuna level ya kufikia ya ufahamu ambapo mambo ya dunia yanakuwa hakupi tena huka. Kama kama pesa haikupi huka tena, ndio tunaanza vitu vikubwa. Kwa nakwambia kwamba kitu chochote kikubwa unachokiona, kitu chochote kikubwa, hata ulimwengu, hata dunia yenyewe ilivyo kubwa hivi, hatuwezi hata kuangalia mwisho wake, au hata kwa mfano gari kubwa sana ambalo au meli ilivyo kubwa vile, mwisho wa siku kalikuwa ni kitu kadogo. Kwa mfano kija kwenye gari au meli ilivyo kubwa inabeba na magari mengine na makontena yale mengi, ilikuwa ni wazo dogo kwenye kichwa cha mtu mmoja. Sasa mawazo kila mtu anayo. Kinaongezeka nini hapo? Ni ule mchakato wa kulea wazo, kulitoa kichwani na kulikuza hadi lije likue, kama vile ambavyo alizeti huwa inapandwa na siku ya 3 inachomoza. Alizeti huwa inapandwa siku ya kwanza, inachukua mchakato wa uumbaji wa siku ya kwanza, mchakato wa pili inapitia process ya pili, siku ya 3 inachomoza alizini. Nishati yake inatoka alizini ili kuweza kuliona jua. Lakini inakuwa hadi inakuja kuleta watoto. Sasa ndio tunakuja kuangalia namna hiyo kwamba kila kitu kikubwa ilikuwa ni wazo dogo. Sasa jinsi ya kuchota wazo kwenye ufahamu wako na kuleta kwenye uhalisia, ndicho hichi kitabu kinafundisha. Sio wazo tu. Ninaposema wazo, naweza nikaa nimesifia. Labda niseme wazo ni nishati, binadamu ni nishati, uchawi ni nishati, kila kitu ni nishati. Jinsi ya kutoa wazo na kulifanya ni nishati. Unaweza kuwa mchawi mkubwa sana wa kuroga watu, unaweza kuwa mchawi mkubwa wa kuponya watu. Unaweza kuwa mchawi mkubwa sana wa kuleta teknolojia mpya, unaweza kuwa mchawi mkubwa wa majengo mapya, unaweza kuwa mchawi mkubwa wa kitu chochote kwa kufuata kanuni za kulea mawazo. Ndicho kitabu kinasimulia. Ukishakuwa umekisoma, afu tunakuja sasa kuelezana baada ya kwamba una maarifa ya kitabu hiki. Haya, nakuja kujibu voice nyingine. Kwa hiyo habari ndio hiyo. Mambo ni mengi, mambo ni makubwa. Nakuwa namhurumia yule mtu ambaye anapenda kuangalia viklipu vifupi. Okay, kwenye klipu vifupi huwezi kupata kitu. Huwezi kupata kitu, wala mimi siwezi nikakubali kwenda na hiyo hali ya hewa kwamba kikubwa nani atakubali, kirefu. Haya mambo ni mambo ya siri, ni mambo ya watu wachache. Yule mwenye kuvumilia kuweza kufika kwenye dakika hizi ndio atapata madini yote yaliyopo kwenye video kama hii. Kwa yule ambaye wanapita pita hivi, namhurumia kwa sababu yeye safari yake ni ndefu sana. Hali yeye itambue, aweze kuona thamani ya kusikiliza kitu au uvumilivu, Kwa sababu kama hii imeenda muda mrefu, lakini tunapata kitu ambacho kinakusaidia. Kama hujapata kitu hicho kusaidia, basi wewe sio muda wako. Muda wako ukifika, ambao utahangaika huko na huko, afu utakuja tena kukutana na mtu mwingine kama mimi au mtu anayezungumza hichi ninachokimaanisha mimi, hata kama sio mimi, ataweza kukuelewesha. Wewe nenda huko, kachinje, kafanyaje, katafute fedha. Nenda katafute fedha. Sana nakwambia katafuta fedha. Pambana sana upate hela, ununue magari, ununue nini, pambana sana upate hela, ununue magari, pambana sana upate nyumba za kupigia picha, pambana sana upate sijui nini, mabenzi sijui malenji na manini. Lakini hiyo bado unakuwa tu unaunga mikono mifumo ya watu, mifumo ya watu badala ya kujenga mifumo yako. Nisiongee sana. Alikuwa ameuliza tena kuhusiana na habari ya jicho la tatu, ambalo wengi huwa ni kitu ambacho kinachanganya watu wengi, lakini alikuwa ameuliza kwa namna hii hapa, tusikilize. Na swali langu jingine hapo kwenye upande wa kufungua jicho la tatu. So watu wengi huwa wanazungumzia sana jicho la tatu, na watu wengi sana wanatamani kufungua jicho la tatu, na hata mimi mwanzo zamani nilikuwa napenda sana, yani kwa sema one day nitafanya, yani nitajitahidi mpaka nifikie katika hiyo level ambayo wanaita kufungua jicho la tatu. Na wapo watu ambao wanasema kwamba bana, jiunge tukufundishe mbinu, au fanya hivi, tufanye hivi. Yani kuna watu ambao wanajitengenezea kipato na mambo mengi sana kupitia kujiona wao walimu ambao wanaweza kufungua jicho la tatu. Sasa lakini mimi nilikuwa naamini kwamba, kwa mtazamo wangu tu wa kawaida, nilikuwa naamini kwamba hakuna mbinu ambazo, au hakuna mtu ambaye anaweza kufungua jicho, kukusaidia kufungua jicho la tatu pasipo wewe mwenyewe kwanza
kuamua. Sasa mbinu ambazo watu wengi wanatumia, naona na wewe ambavyo unaelekeza, naona kwako ni vyepesi sana, lakini pia nilipata kuuliza swali hapo. Je, ni lazima mtu kufungua jicho la tatu mpaka afanye meditation? Maana meditation watu wanaizungumzia sana na wanasema ukiwa unafanya meditation ni rahisi sana kufungua jicho la tatu. Sasa najiuliza, mtu anaweza kana fanya meditation lakini anaishi kwenye low frequency. Kuna hii elimu ya frequency hana. Ina maana muda mwingi anaishi kwenye low frequency na anatenga time ya kufanya meditation. Hii imekaaje kwa ufahamu wako mwalimu, kwamba kuna ulazima sana wa kufanya meditation ili kufungua jicho la tatu, au unaweza kaishi kwenye elimu ya high frequency ukawa na high frequency muda wote na jicho la tatu likafunguka pasipo hata kufanya meditation? Swali langu hilo, naomba unisaidie hapo. Asante, nashukuru sana. Lakini nilikuwa nimempa majibu kama ifuatavyo. Tuje kwenye swala la habari ya jicho la tatu na meditation. Kiukweli mimi binafsi meditation nishanishinda. Nijifunza meditation kipindi niko na msakatonge wa maarifa ya ufahamu. Meditation ilishinda. Lakini kitu ambacho nilikuja kugundua baada ya kupata ufahamu, jicho la tatu analo kila mtu. Na lipo linafanya kazi kila siku, every day, akilala akiota. Mtu ambaye jicho la tatu lake alifanya kazi ni yule ambaye usiku hapati ndoto. Ambao ikija kupiga mahesabu au kwa wastani ni watu wachache sana ambao hawapati ndoto usiku wakilala. Kwa jicho la tatu hile ndio kazi yake kubwa. Kwa asikuchanganye mtu kwamba fanya meditation hivi na hivi. Kitu cha msingi ingekuwa ni meditation. Yaani ingekuwa kwamba mafanikio ni meditation, watu wengi wapo wameshafanikiwa kwenye meditation. Lakini meditation wanazifanya na watu wakubwa bado ni wale wale, hawaji wengine. Mifumo ya kidunia nchi ni zile zile, haziji zingine. Yaani ndio hivyo. Hata kwa tuseme hapa Bongo tangu imeanza hakuna tangu elimu ya meditation imeanza, kwamba yani hamna maajabu ambayo mtu ameweza kufanya. Yani kama kweli kufanya nani na kuleta jicho la tatu. Jicho la tatu ni kitu chenye ni powerful sana. Soma hiyo kurasa ya ngapi? Ni kurasa ya kwanza au ya pili? Kurasa ya pili kwenye hicho kitabu cha Misemo ya Kiroho. Kinazungumza vizuri kuhusiana na habari ya jicho la tatu. Jicho la tatu kwenye kurasa wa pili, kurasa ya jinsi ya kufungua jicho la tatu. Ukurasa wa kwanza. Kwenye ukurasa wa kwanza nimeandika hatua za kuingia kwenye alpha. Kwa sababu ukiingia kwenye alpha na theta ndio hapa jicho la tatu linafunguka lenyewe automatic, au lazimishi. Yaani ukishakuwa kwenye high frequency. Ukishakuwa kwenye high frequency au lazimishi jicho la tatu kufunguka. Yaani lina operate lenyewe. Lenyewe lina operate, sio kitu cha kulazimisha. Kwa Misri ndio wanasema jicho la holos, jicho la halas. Ukiliona kwenye picha zile ya piramidi unaona kuna jicho limenania hapa. Wanalihusianisha na mambo ya Freemason na nini, kitu ambacho hakihusiani kabisa. Nimekwambia habari ya kutafakari. Kuna wengine huwa wanaweza kutafakari, huwezi kupuuzia. Hadi watu wanafundisha, maana yake ni kitu ambacho huwa kinafanya kazi. Lakini sio kama kinafanya kazi kwa kila mtu. Kulingana na hatua ulionayo. Wewe hatua ulionayo, hayo ni mambo ambayo umeshavuka. Lakini maombi ya dhati. Mtu mwingine kwa kunena anaweza kubadilisha frequency ya mwili wake. Kwa kunena anaweza kaimba kwa hisia, anaweza kaongea kwa hisia za kubadilisha frequency ya mwili wake. Lakini kuna mtu mwingine kwa kupumua kwa kina anaweza kubadilisha frequency ya mwili wake. Lakini kuna kutulia kimya. Nikasema hivi, mimi kisha kunisaidia hapa kati ya hivi vinne nilivyoandika kwenye kitabu ni kutulia kimya. Kumewahi kunisaidia kwa kweli, mimi ni shahidi. Hii kutafakari hii ya meditation, sifanyagi meditation ya hivyo. Huwa nakaa tu najitenga dakika 10, labda dakika 10 na zaidi. Najitenga mwenyewe sehemu ambayo ni tulivu. Kama ni usiku basi ndio muda ambao nitakaa nitafakari mambo yangu vizuri na kuwa naona napata majawabu. Kwa hiyo jicho la tatu sio kitu ambacho ni cha ajabu namna hiyo. Yaani kama ingekuwa ni hivyo, ningekuwa nishapata wataalamu wengi ambao wanakuwa wamekuwa wamesoma jicho la tatu kwa kutegemea tena habari ya smartphone. Ukiliona kwenye picha zile ya piramidi unaona kuna jicho limenania hapa. Wanalihusianisha na mambo ya Freemason na nini, kitu ambacho hakihusiani kabisa. Nimekwambia habari ya kutafakari. Kuna wengine huwa wanaweza kutafakari, huwezi kupuuzia. Hadi watu wanafundisha, maana yake ni kitu ambacho huwa kinafanya kazi. Lakini sio kama kinafanya kazi kwa kila mtu.
kulingana na hatua ulionayo. Kwa hiyo hatua ulionayo, hayo ni mambo ambayo umeshavuka. Lakini maombi ya dhati. Mtu mwingine kwa kunena anaweza kubadilisha frequency ya mwili wake. Kwa kunena anaweza kaimba kwa hisia, anaweza kaongea kwa hisia za kubadilisha frequency ya mwili wake. Lakini kuna mtu mwingine kwa kupumua kwa kina anaweza kubadilisha frequency ya mwili wake. Lakini kuna kutulia kimya. Nikasema hivi, mimi kisha kunisaidia hapa kati ya hivi vinne nilivyoandika kwenye kitabu ni kutulia kimya. Kumewahi kunisaidia kwa kweli, mimi ni shahidi. Hii kutafakari hii ya meditation, sifanyagi meditation ya hivyo. Huwa nakaa tu najitenga dakika 10, labda dakika 10 na zaidi. Najitenga mwenyewe sehemu ambayo ni tulivu. Kama ni usiku, basi ndio muda ambao nitakaa nitafakari mambo yangu vizuri na kuwa naona napata majawabu. Kwa issue ya jicho la tatu sio kitu ambacho ni cha ajabu namna hiyo. Yaani kama ingekuwa ni hivyo, ingekuwa ishapata wataalamu wengi ambao wamekuwa wamesoma jicho la tatu. Tulikuwa hatutegemei tena habari ya smartphone, hatutegemei tena kuagiza mizigo nje, hata nguo zenyewe, vitambaa vya kushonea nguo kali tunaagiza, hata kitabu chenyewe tunaketi kitabu. Viatu vingine tunanunua kwa dola, vinatoka Marekani. Kwa mfano kama ile kampuni ya Kate au kampuni ya Nike, kampuni kubwa. Unakuta vitu viko hadi huku vinatoka Ulaya. Kweli ni uzembe wa kiasi gani huu? Kwa hiyo sasa kila kitu kinaenda na uhalisia, sio story. Yaani sio story. Kila kitu ni uhalisia. Kila kitu kinaenda na uhalisia. Kwa hiyo habari ya jicho la tatu imekaa kwa staili hiyo. Kama nitakuwa sijakujibu, utarudi tena kuja kuniuliza, utasummarize hizi voice nilizo kutumia. Nafikiri muda umekuwa mwingi sana. Baada ya kusikiliza hayo, kuna kitu unaweza kama umepata. Nitarudi tena na tena. Nafikiri kwa leo tuishie hapa. Muda umekuwa mwingi sana. Tuishie hapa leo.